Asante. Kwa jina naitwa Sharifu Bakari na Mparika. Nakaa kijiji cha Ujamaa Vitingu. Nimekuja hapa kwa rali kununua vifaa. Kwa hiyo nimeangalia bei yake nafuu. Na kwa hiyo sasa hivi tunaomba yani hapo ndio bei. Sisi wakulima hali yetu sio nzuri. Tunaomba atuzie bei, na kwa hiyo nimekuja hapa kuona bei nafuu. Sawa, kwa ujumla wake vifaa vya ujenzi kwa kipindi hiki bei unaionaje? Kwa kipindi hiki bei naiona kama kwa kwetu bei imepungua. Kwetu bei kidogo. Hapa nimeona umenunua mbao, umenunua na nondo. Bei yake umeionaje? Bei yake nimeona mzuri kidogo, ndio maana nikaja kununua nondo hapa na boriti. Mimi naitwa Misi Mkakia, napatikana stendi ya mabasi hapa Newala mjini. Ndio, tutuzungumzie juu ya upandaji wa bei wa vifaa vya ujenzi. Siku 2-3 hapa magazeti wametoa taarifa, simenti imepanda na vifaa vingine vimepanda bei. Kwako unaionaje hali halisi, na hii halisi kweli ipo ama haipo? Nikizungumzia swala la upandaji wa bei wa vifaa vya ujenzi, kwanza nikizungumzia swala la simenti. Simenti sisi wakazi wa mkoa wa Mtwara ikiwa imepanda, kwa kweli sisi sio maajabu sana. Na pia nikienda mbali zaidi, mimi naona sisi wakazi wa mkoa wa Mtwara kama tunaonewa. Sisi sema tu hatuna kile kisemeo au kipaza sauti cha kutupazia sauti. Kwa sababu mimi nashangaa leo kuna kiwanda cha simenti cha Dangote ambacho kiko mkoa wa Mtwara, material yanapatikana mkoa wa Mtwara na kila kitu mkoa wa Mtwara. Lakini inaonekana leo simenti mkoa wa Mtwara ni bei ya juu tofauti na mikoa mingine. Hilo jambo linanishangaza. Ndio, unaiambia nini sasa serikali katika hili? Katika hili mimi nafikiri serikali, sisi wote wa mkoa wa Mtwara tunakipea kipaumbele kikubwa zaidi katika swala la bei ya simenti, kwa sababu leo simenti Newala hapa inafika bei shilingi 20,000 simenti ya Dangote. Kipindi ambacho simenti inauzwa shilingi 18,000, kuna maeneo Dar es Salaam simenti ya Dangote ilikuwa shilingi 16,500. Kwa hiyo nilikuwa nashangaa mbali Dar es Salaam kilomita 600 simenti 16,500, Newala kilomita 140 simenti shilingi 18,000. Kwa hiyo hapo inaleta ukakasi kwa serikali kwa upande wake iangalie. Kwa mpaka leo wanaoje kulalamika wale wa mbali zaidi kwamba leo simenti ni bei kali, basi mimi nashangaa sana. Kwa Newala sisi ndio jambo tunaloona la kawaida, lakini kiukweli simenti bei yake ni juu. Kwa serikali inatakiwa sisi tuangalie kwa jicho la tatu miundombinu, watu waweze kujenga, kufanya mambo ya ujenzi na kila kitu. Kwa sababu leo hii vifaa vya ujenzi vinapokuwa katika bei yenye unafuu, hata mwananchi wa kawaida anasawishika kufanya ujenzi. Lakini sasa hivi simenti shilingi 20,000 siku moja. Ina maana hata mtu anaangalia simenti, mchanga, maji nini ya shida, inakuwa inaogofya, yaani mtu anaogopa swala la ujenzi. Lakini bei zikiwa za kawaida, hilo jambo kila mtu anatamani kufanya, kwa sababu anajua leo imagine simenti ikiwa shilingi 16,000 au 15,000 ni bei ambayo inasawisha. Hata mtu ambaye hana uwanja anasawisha, nikipata uwanja hapa nitajenga kisima, kwa sababu anajua simenti ni ya kawaida. Lakini kwa bei ambazo sasa hivi zipo, hili inaleta utata. Hatuelewi uchumi wenyewe ni wa kawaida, sio uchumi mkubwa. Mazao bei yake yanakuwa ya chini, lakini vifaa vya ujenzi vinakuwa bei ya juu. Na ndio maana unakuta ndani ya miaka 2 hii hata spidi ile ya watu kufanya ujenzi imepungua, lakini miaka ya katikati watu mazao yao wanapata bei za juu, lakini miundombinu, bei za simenti, mabati, nini, bei za kwa kawaida, watu wanasawishika kufanya mambo ya ujenzi. Ndio hivyo kiongozi. Shukrani.